yetu itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na mataifa mengine duniani ili kuendelea kunufaika na fursa zinazopatikana kwa mashirikiano hayo. Tumetembelewa na wageni kutoka mataifa mbalimbali makubwa ikiwemo Marekani, Ujerumani, Indonesia pamoja na wakuu wa taasisi za kimataifa ikiwemo Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Na mimi na wasaidizi wangu, makamu wa rais na waziri mkuu pamoja na naibu waziri mkuu tumefanya ziara kwenye mabara ya Ulaya, Marekani, Afrika, Asia na Mashariki ya Kati. Mheshimiwa Spika, serikali pia imevutia mikutano mikubwa nchini ikiwemo mkutano wa nishati barani Afrika, mkutano wa Afrika kuhusu rasilimali watu na jukwaa la mifumo ya chakula Afrika iliyowezesha Tanzania kuchangia kutoka utatuzi wa changamoto zinazolikumba bara letu. Vile vile Tanzania imekuwa mwenyeji wa mikutano mbalimbali ya kikanda ikiwemo hilo iliyolenga kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa mara ya kwanza tulifanikiwa pia kufanya mkutano ulizozileta pamoja jumuiya mbili za kikanda, yani Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya SADC. Mheshimiwa Spika, kutokana na kuimarika kwa nafasi yake kimataifa, Tanzania ilipata heshima ya kushiriki majukwaa mbalimbali kwa mara ya kwanza na kuchangia mwelekeo wa sera za ushirikiano wa kimataifa, kiwemo mkutano wa wakuu wa nchi na serikali wa G20 na mkutano wa BRICS, hatua iliyokuza zaidi ushawishi wetu kimataifa. Kupitia majukwaa haya pamoja na mengi mengine tuliweza kutoa msukumo kwa ajenda ya upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa ajili ya kulinda mazingira na afya za watu wetu. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hiki Tanzania ilishika nafasi mbalimbali za kikanda na Tanzania ilichaguliwa kuwa mjumbe wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika kwa vipindi viwili, na sasa ni mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC, ambapo tulipata fursa ya kusimamia chaguzi kadhaa ikiwemo za Msumbiji, Namibia, Botswana na Mauritius. Pia tumo kwenye kamati tendaji ya Umoja wa Afrika ambayo mwaka 2028 tutachukua uwenyekiti wa umoja huo, na hivyo kwa mara ya kwanza umoja huo utatoa mwenyekiti mwanamke. Inshallah. Asante. Tuombe Mwenyezi Mungu atufikishe salama. Vile vile tulipata fursa ya kuchangia misheni ya ulinzi wa amani nchini DRC na Msumbiji chini ya SADC. Majukwaa yote haya yaliwezesha Tanzania kuchangia katika jitihada za kuimarisha amani na utulivu katika bara letu. Aidha, Watanzania mbalimbali walichaguliwa kushika nafasi za kimataifa ikiwemo mtu wetu maarufu Profesa Mohamed Janabi aliyechaguliwa kwa mkurugenzi wa Afrika wa Shirika la Afya Duniani. Mheshimiwa Spika, niliahidi Bunge kwamba tutaimarisha utendaji kazi wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ikiwa ni pamoja na balozi zetu. Hivyo pamoja na kuajiri watumishi wapya, ajira 148 kwenye wizara na kupeleka watumishi katika balozi zetu zote 128, niliahidi watarudi kwa wakati, na mwaka huu tuna mpango wa kuwarudisha na kupeleka wapya, yani tunafanya exchange. Ule mtindo wa maafisa kukaa balozini mpaka anaitwa bibi tunataka kuuacha, na sasa watakwenda miaka 4, anarudi kituoni, anakwenda kituo chingine miaka 4.
Lakini vile vile niliunda tume ya rais ya kutathmini utendaji wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ambayo iliwasilisha ripoti na mapendekezo ambayo tunaendelea kuyatekeleza. Moja ya mapendekezo ambayo tumekamilisha ni uzinduzi wa sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la 2025. Sera hiyo ina lengo la kuhakikisha mikakati yetu inajibu mazingira ya sasa. Vile vile tumechukua hatua ya kuirejeshea hadhi kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim maarufu kama chuo cha diplomasia. Vile vile tumeanza balozi mpya katika nchi za Austria na Indonesia, konseli kuu za Guangzhou, Jamhuri ya Watu wa China, na Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imefanya nchi yetu kuongeza balozi zake kutoka 43 hadi 45 na konseli 3 hadi 5. Pia kupitia diplomasia tumeweza kushawishi nchi zifuatazo kufungua konseli kuu na konseli za heshima Zanzibar. Nchi hizo ni UAE, konseli kuu, na zilizofungua ofisi za uwakilishi wa heshima ni Ufaransa, Uingereza, Italia, Ujerumani, Hispania, Sweden, Brazil, na kuchochea fursa za biashara, utalii, uwekezaji hususan katika sekta ya uchumi wa buluu. Aidha, tumenunua majengo ya ubalozi nchini Namibia, ukarabati wa majengo ya ubalozi nchini Ubelgiji, Sweden, na ujenzi wa balozi zetu katika nchi ya Kenya. Katika kuboresha utendaji wa wizara, tumeweka katibu mkuu anayesimamia masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na naibu waziri. Vile vile tumeunda idara ya diplomasia ya uchumi pamoja na idara ya mikakati ya siasa za ulimwengu. Aidha, tumenunua majengo ya ubalozi nchini Namibia, ukarabati wa majengo ya ubalozi chini. Hii imejirudia. Mheshimiwa Spika, kupitia maboresho ya sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la mwaka 2024, tunalenga kurahisisha ushirikishwaji wa wana diaspora wa Tanzania walioko nje. Mheshimiwa Spika, hatua zote hizi nilizozitaja kuhusu masuala ya kiuchumi kwa pamoja zimechangia jitihada za serikali kuongeza fursa za ajira nchini kupitia uwekezaji katika sekta mbalimbali, ambapo kwa kushirikiana na sekta binafsi katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2025 jumla ya ajira 8,084,204 zimezalishwa. Tutaendelea na jitihada hizi kwani nguvu kazi kubwa tulionayo ni mtaji mkubwa wa kusukuma maendeleo ya nchi zetu. Mheshimiwa Spika, katika kutambua mchango wa utumishi wa umma katika maendeleo ya ustawi wa taifa letu, serikali imechukua hatua mbalimbali kutambua kuboresha maisha yao. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha mifumo ya kushughulikia au ushughulikiaji wa maslahi ya watumishi wa umma, kuwajengea uwezo pamoja na kuwapatia vitendea kazi. Katika kipindi hiki, jumla ya watumishi wa umma 611,063 wa kada mbalimbali wamepandishwa vyeo. 42,557 wamebadilishiwa kada zao na 9,620 wamefanyiwa mabadiliko ya mshahara binafsi. Aidha, katika kipindi hiki watumishi wapya 135,626 wameajiriwa katika taasisi mbalimbali za umma. Aidha, serikali imeendelea kulipa jumla ya shilingi bilioni 252.76 za malimbikizo ya mishahara na maslahi ya watumishi 150,647 na shilingi bilioni 33.29 za malimbikizo ya mishahara ya wastaafu 10,022. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, serikali imeongeza mishahara kima cha chini
kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000 sawa na ongezeko la 35%. Aidha, imetoa ajira katika taasisi mbalimbali za umma kwa watumishi 135,626. Vile jumla ya nafasi za ajira 155,800 zilitolewa na vibali vya ajira mbadala, ambapo 41,673 vilitolewa ili kujaza nafasi zilizobaki wazi kwa sababu mbalimbali. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuboresha utoaji wa huduma kwa kutumia mtandao wa mawasiliano serikalini, yani